nafasi. Inakuwa nini mwa hii nyumba? Inakuwa nini? Niko mtoka kazi humu. Unaweka shikupa pambako mwa hii nyumba kuna toko na rudia na niona na toko na rudia na niona. Leo hautatoka humu. We nani? Mimi bibi yako mimi nasema hautaenda nje leo. Huko unalala humu. Shirinjo ko. Sinjomo mimi mwenye niko naye ankari ya malani maswali direct. Pampata. Wow. Beautiful, beauty. Très bien. Ça va le. Wow. Zoome quoi? Ufunjo unanipatia. Laini. Oloroit. Kade, unajua nini? Wewe bro. Sasa wako nataka tetea mu vitu vimoja hivi sijui vya hii. Sinon, il faut niwe. Fani. Nio. Unashituka maisha ama? Oh. Alafu wewe? Wewe ulisema? Mimi va fuck man. Kabisa il faut que bafaki de plus. Parce que ndio tu on a besoin de savourer vie. Je tumemaliza masomo sasa hivi tu vois ça? Ndio. Tuko na besoin ya kupeza tu fai bitu yetu ya maana na bashiri. Sio na marankarizi kuna shuka. Ndio. Mimi nakuita 20 € unashuka deja kwa moto. Est-ce que ukishao utakuwa unashuka kwa moto? Hakuna. Ukishao carrière itaisha yote hii ndio uko na iko noir, kuna nginga. Comprendre des gens qui sont ma question. Shanza kuya hivi machenga vitu mmoja hivyo hawezi kupanga. Bafaki man. Bafaki go. Sasa bakiendelea kusumbua vitakuwa. Moshe. Kwa haiko kitu ya muza. Ni choix unique personnel, c'est individuel. On comprend. Kade mimi natao. Mimi naambia baba mimi natao na niko na mchango yangu njoo. Au bana ongezea pale. Si hapo tutakuoea. Utakuwa kula nini? Na mwanamke. Bafaki moshe. Achana vile. Ile ndio business ya chini ile sana. Ile ya mwanamke ya kuoa. Tuna besoin kutembea na mwanamke, dozen, kufanya vitu yetu ya maana. Ipi niko besoin ya kubuzi. Ile maisha. Hauna kama mpya kwa. Sikuonesha foto. Kuna mumi beautiful. Sila. Wow. Ndio sila shida. Ndio. Mimi mwa hivyo matari. Kwa mrefu. Bling. Pedro. Siwezi toka kwa huko moshe. Nakupenda sana. Apele. Unajua nini? Ndio mnataka wao. Hapana. Wewe kwa ni kazi ya niki. Bo. Nimekuplanga ile nilikwambia lakini. Sasa hivyo mimi natoka na kuacha. Niko na rankari ya sasa hivi. Twende na wewe? Tupishe na wewe. Nifasi gani? Hapa chini tu. Mosikia nani ya asikuko chupa. Unajua chupa ndio. Niko changazaka. Sijui ndio mtu mzima kama unazipata sesio 7 Chérie. Unaanza tena na kukota hivi mandevu hivi. Ito unaanza. Chana lomaka. Hivi mozitari unafanya nini? Leo ni kwenda tu unaruka unashinda jifunza. Kwanza tu mimi nashinda. Hapo na nitana turuka masomo singishinda. Mimi nilingia mu akili yako mimi njoo shinda. Kwanza na usulikuwa nashindwaka. Mimi kushindwa mimi nilikuwa nikipata sesio za mingi ni 2 wala moja. Mimi kwa pita maese. Sio nishamaliza maana kwa sisemesha vipi? Hapana, mwa alikuwa anaweza tu vinaonekana kusura. Lakini sitakia nisemea asi. Nini? Mimi nikusemea kwa nini?
Mimi nakwambia ndo cheza mozito Remi. Usikwati sana mbele ya pande. Lakini sheri, mimi kwa Tanzania kose kukuwa na kichwa ya kabambi jo kukuwa na akili. Kumbe hakuna. Unacheka na nani? Unanuna. Lakini sheri, sio niwa sasa. Ole kwa kiapa kunu kila siku mimi ndo narudia. Kama tungekuwa tutivyo tuko mfaya tu si wawili. Yekwa bien. Bon, non, Sirika. C'est quoi le problème, juste? Chérie? On a changé? Najua hivi kwa chata bananisumbua hapa. Bako nanikaza si mpaka niowe. Mi si akwa wako. C'est pas à dire que si ndawaka. Ndio ndawaka. Mais hapana masiku. Hauko kwa lakini chérie. Unapata opportunity sasa nakwambia wewe unaweza katala. Pengine gasoko sunguka mkiwanja kwa tafuta ile opportunity wanaikosa. Feza. Uko vitu vyenye il faut ni réaliser avant niowe. Vitu gani vyenye il faut réaliser? Mtu kwa sasa tumefanya. Wewe tulikuwa haujarealize vitu vilikuwa navyo. Feza. Unasipenda leo tufe mariage. Kisha kesho tukose na chakula ya kukula. Chérie, chakula kosekanake. Chakula sikosekana. Ubi haunipendi ndio maana. C'est pas à dire que sikutaki. Karibu mafi. Habari za siku? Mama iko bien? Anakaza. Nangala uko na mwenchako. Courage, jisikie huru. Jikazi usikie wazazi yako. Jana niko kwa fiancé yangu. Tukaongea naye, mimi aliniambia c'est vrai. Kumfurahisha mpase siku kanisa pani. Papa yake yuko kumwambia oe. Anasema ngana na mingi ya kufa. Iko mbia mingi. Maana mimi sikutana siku comprendre hata mimi Uliongea naye, uliongea na mama yake. Yeye tuliongea naye. Asa ni nini? Aseme hakuwa tayari kwa iko na mingi ya kufa mama. Kuna ya mingi ya kufa ndio, lakini ule kiana hawezi tushinda. Unaiwa mamake, familia yote, nao wanapenda wao. Na wanakupenda wewe, si ndio? Asa nini nakusumbua? Yanisumbua mama yako tutakoro na kunioa. Hata tushinda, wewe usikuruma ta. Kishumie ndaendea familia, tutaendea familia yangu baeleweshe ginzi. Yafati anataoa. Sasa dada. Pardon. Maman? Oui. Iko wapi? Mbona uko hivi? Nini haiendeki? Siko bien mama. Probleme gani? Macho unagonjwa? Hapana tena. Nieleze basi, mbona nipatia pressure? Probleme tu ni juu ile ya kusema niowe na sijisikie. Mama, jua nini mnataka niowe na sitaki? Akiwa mtoto. Nini? Eske uko mzima?
Nini yenye aiendeke mkichwa yako? Niambie basi, niambie probleme gani? Sema kenye unataka. Mama, c'est pas à dire que sitaowaka. Ndio ndaowaka, mais haiko hizi masiku. Sitaowaka, nenda owaka. Eske unasahau lugha ya kweli? Mbona kwa sababu unajua hata na lugha ya kweli? Juzi hapa uliniletea na Jazila. Wewe mtoto mwanaume. Hivi unanitakia nini maisha? Chona upendi kusikia. Kama tulikala mimi na baba yako tukuowe, ni kuangalia tuangalie kama utatulia. Na ni kwa faida yako ya maisha ya kesho. Ushapenda kwa mapepe huko yulu huko. Unakuwa Michael Jackson. Uniambie basi. Mbona babako akukuwaka hivi? Mbona tunakomala bei generation ya leo ni nini kabisa? Haupendi sikia. Uko tu huku leo pite huku, kesho pite huku. Uko leta quantité na qualité ya musika. C'est pas ça que sitaoa. Ndaoa. Kama mie ndio nilikuzalaka. Nikakubeba mwaitumbu miezi hii 9. Utaoa. Kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Juzi niliangalia niletea kama njoo kanipresenter Fosina. Kila nikasikia mama njoo anieti huyo. Kila nikasikia siyo njoo Jazila huyo. Oshiste wewe mtoto unataka nini? Mwa kichwa yako mko nini? Kenye mimi nakwambia kuoa, njoo kuoa. Utaoa, naongea saa mzazi. Na ni kwa faida yako. Usipofunzwa na mzazi. Unisikie mzuri mama. Unisikie mzuri, mimi si yako wakoa. Hivi uko na ngani uko wapata wewe mtoto? Asiyefunzwa na mzazi, atafunzwa na dunia. Ni kwa faida yako. Watoto ya leo hapa. Lakini mama, siwache kaka afanye yenye anataka. Sikia wewe niko nakuuliza, unajua kwanza miaka yenye uko nayo? Miaka yako 15 wewe ungali napana shauri kwa mkuu wako. Maana hii makosa yote kunafanya erere kila siku nikuite wewe njoo kumfungulia mpango. Wakati babako ashaingia mnyumba tuko mtanda tunalala wewe na kufurahisha. Lakini mama, simwache afanye hivyo. Sina wewe njoo maisha yako ya kesho. Sina wewe. Wale bako najiambia nioe ishakuwa njoo nyimbo. Nitoke utaoa, niingie utaoa. Nishashangaa. Na wewe yaje unaona kwa mtu. Kama mshakomala. Mshakomala il faut wewe, c'est pas pour lui kongelea vile. C'est ça, pression ya société quand même il faut na wewe. Unaweka mtu akikuwa na mwanamke, anakuwa anafika mnivo na komala mnivo mwa hivi yenyewe. Anakuwa mtu. Sio akisungia na jikoroga c'est parce que una mwanamke. Ma dépense ya mafranga inutile on dépense mais si unakuwa mwanamke atakongoza qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on est orienter? Le problème est que mimi sijisikia kuoa. Quel problème? Wewe unajisikia ndio kusema. Wewe unajisikia wakati gani? Unaniambia kwa unapanga kujisikia wakati gani? Sio nazaeka. Famille kwa besoin ipate mtoto, iko besoin ma responsabilité fulani no ikie kwako. C'est ça la vie. Batoto ba fulani bengine, batoto bengine ba petit frère no bakia kwako, sasa vile sisi kwa kia kwangu bakula maragi. C'est ça. Mimi ningali na vitu vyenye il faut ni réaliser. Ndio nini? L'aventure. Nini unapenda realize? Acha ile mablage, il faut naoa. Pas tuambia mabitu realize nini? Oh, c'est tout. Na ukisha oa wewe kutaona kesi quand même, maisha yako itakuwa sawa. Haiko vile kisu kwa jikanta mtu mwa hivi star kama nani. Je sais pas ça. Mimi kwanza nikakuelezea akosi ndio utanipatia njia inapitia ndani. Kumbe na wote akili yako tiko tu sasa ni kuelezeni. Wewe ulijatandre shauri gani mimi naweza kupatia? Je suis marié. Na hakuna shauri naweza kupatia para ya ile. Napanya kuonesha responsabilité de mon petit frère. Il faut que ni kuongoze munjeni iko sawa. Je peux pas quand même mimi ndio ni continuer ni kupatia tena mawazo ya kuendelea kujikoroga hivi. No, il faut uoe. Na ukisha oa itasaidia huko mafranga ya trop utajikuta una dépenser ovyo. Mais ukisha kuwa na mwanamke atakupatia esprit ya kukomala na inakuorienter sawa. Yakisha ya kudiriger les franga na inasaidia watu mfamili. Donc c'est ça, ba petit frère il faut na wewe ba mwaba unabasomesha. Sasa kisi niko nafaa. Il faut na wewe petit sijisikia. Si hapo huko. Tukae kibeti.
Sasa mbona kwa hivi? Est-ce que ba marié wote ba futur marié wanakuwa na boga? Tu haubizoe mais siwazi kenje attitude nzi kwa nani parce que chez wote tunakuwa na umetolea. Sasa kama neema na kuangukia ufurahi masheri hawezi kuwa tena unakuwa vile kutimide c'est pas bien. Le problème est que fiancé mtu hapendi. Haiko preko. Baba kuna mtu 3 ans tushafanya naye. Mimi kuna nimesha kwambia defa haya kwa preko bimwa hivi sasa nishajikosa. Ile tu ni boga wala naye kuna boga. Ashazoea maisha ya mjene. Anakajikuta kile mtakuwa naye vitakuwa ni kaboga. Ba français wanasema ka l'amour se construit. Sasa mtaishi naye. Atakupenda tu. Siwasema kia. Sio takanifeli. Beza hauna vya kufanya. Vya kufanya tu ni kuolewa. Banasema kabasi kieke mara pili masheri. Ndio wakati unapasha saisir opportunité ya kuolewa. Tu fais vile. Niambie. Ni promettre. Niambie que écoute si tu t'ouvres à tout. S'il te plaît. Non. Usiniambie kutangalia. Ni promettre tu kama ndio tolewa. Ni promettre tu. S'il te plaît. Voilà. Allez. Okay. Ça va. Sono vile ndio ficha Maria na kwaka. Hivi sasa nakwambia. Merci ma chérie. Maman unanichenga tena. Chérie. Et tu sais même si mimi nakuwa hivi Kibandiko. Tu sais Feza, kwa mwanamke mzuri, je dirais mrembo, mwenye ukisimama kwa barabara hawezi kosa mtu wa kukukamata au kukupatia tayambo. Uko passable. Mais sijue juu ya nini unaendelea kubana tu. Feza, hata kama naweza kusema hivi ya mariage, mimba, biko, usizanie ki nishamaliza aventure yangu, ningali mu aventure na ndaendelea kufanya aventure yangu. Nini? Nini? Umefanya njama zako zote mpaka nje mu nyumba, si ndio?
Et puis unataka sasa niua? No chérie. Juu mchanga pata bi ingie mumaragi ulikuwa unaona wapi? Ukamate mchanga utie mchakula ndakula mimi. Pardon chérie, sawa. Ni hii toi Ni nini? Bon, merci. Et puis unanisimamia? Unataka nipige? No, okay, nipige. Mimi nipige. Wende nipige. Ça, hein? Pardon, Malisa kwanza kula pardon. Hein? Malisa. Nisikie mzuri. Na chakula yako sitakula tena. Karibu mafi. Karibu sana. Unakuja na huzuni. Ni problemu ya maumivu ya tumbo wala hali iko namna gani? Mama, hali mbaya sana. Mimi nachoka ishi na Petro. Petro anitesa mfaso yenye sikuwa na waziri. Manake ile hali ya Petro imeendelea kabisa swa imeendelea vile ulinielezeaka. Asha multiplie, kwa maki, asha zidisha. Na mama alifikaka hapa mani na wangu tukaongea, nikakanya yule mtoto manake Petro akusikiaka. Mungu wangu, huyu mtoto ni nini kweli? Pole msika yangu. Pole mkazana yangu, pole na ushakuwa mjamzito, tumbo inakaza kabisa, nataka una kesho mjukuu. Ila kenye nilikuwa nataka kukuomba unisaidie sana mama yako, univumilie na uvumilie bwana yako. Leo siwezi penda kameme urudie kwenu na hii hali ya hivi. Nilikutosha kwenu huko msika. Kesho wazazi yako bangalia mimi nakurudisha na hii hali ya hivi. Juu ya mtoto wangu kushindikana mwenye apendi kusikia. Sijue kama nataka afunzwe na dunia wakati asikie shauri yangu mimi mama yake. Ila kenye mimi nakusi mtoto wangu. Unirumie uvumilie. Najua unateseka mama. Mimi nachoka. Najua unateseka. Mama sitaweza. Pole. Najua unateseka sana yangu. Pole sana. Mimi nilikuwa najua saa zingine akose. Ukiana wangu akaoa, atatulia, atatoka mwale mapepe nye alikuwa ndani. Kumbi hali ni ile hakuna changement, hakuna mabadiliko. Kama leo uko na sibiri mateso mafi. Ni juu yetu si wazazi akose tutasema. Akose tutasema. Niliwazia saa zingine mtoto wangu akaoa, atatulia, Mungu wangu. Kumbi anaendelea kutesa mtoto wa watu, hakuna hali, hakuna changement, hakuna mabadiliko. Mungu, ni nini hiyo nyaiendelea? Sitaweza mama. Pole, usisirikishe na kiumbe cha Mwenyezi Mungu kenye kiko mtumbu. Pole. Usisirikishe na kiumbe cha Mwenyezi Mungu kenye kiko mtumbu. Sikuwazia kama Petro anaweza kuwa hivi. Eske Petro mtoto wangu alilogwa ni mzima, Mungu wangu. Ni nini hii? Hata si mtoto wa watu hivi, mimi niliwazia kose kukuoa, kuikala na wewe. Kumbi ningelimwachake, inawezekana hakukuwa tena na lazima akuoe. Alikuwa anapenda tu maisha avanti, acheze mu watoto ya watu. Chofile baba. Manake nilishajikosa. Mkazana yetu tena alikuwa hapo. Bibi ya Petro. Tena kilio kinataka kumuka. Ile hali ya kiana wako yenye tunamjua hapo hapa kwetu. Manake kiana wako angali mapepe vile tunamjua tuko naye hapa. Vile na kunyumba ndio ndio. Mtoto wa watu anateseka na kuteseka. Paka mimi nakosa nifanye nini? Mara na wao angalie kinyo utafanya saa vile baba yake. Mimi naishiwa nateseka. Inanipita mpaka na akili. Ukiana nimfanya namna gani? Bibi yangu. Shukuru. Familia. Tena bangalia. Nchikaze vrema wao. Binapitisha ni mtoto wa watu anateseka. Petro ni mapepe mpaka hapa kuna kiki na katika. Uone kia kufanya. Mimi nachoka. Mungu tu. Nini? Kamchoko. Ewan. Hata mbona kanichokesha yeye. Pole mashikeli. Na njoo vile mimi nateseka. Ni mimba nanitesa, ni bwana ananitesa. Ngezi nchana regrete kitu mami naolewa. Fela, wala mtesa na nini?
Kama unajua Petro wa zamani, haiko njoo leo. Alisha changer. Yeye shaka kulala nje. Aisha kwa kurudia kunipiga. Kukupiga njoo mbaya. Mekulala nje haiko mbaya Feza. Unakini shaishi. Wapi kinyo unajimaliza? Sana kupiga sana lala nje unabakiwa peke mnyumba. Unapenda ukiwa kufanya stress. Analala nje na unatafuta vile utalala nje. Wende utakuwa bibi wa kwanza mnatoka nje muigo mayote. Si watu wanatoka nje. Siwezi weza kutoka hata nje rafiki yangu. Vraiment Claire ile sikuzoea kata ndekungo kwetu. Sikuwa toka sasa mnyumba yeye nakia toka. Siwezi kuweza. Nyuma na unagonda hivi kwa tu watu wiko na makuta yao hapa nje. Bata kuankade na utasabu ataka uko na hii mimba. Umeona vile piko unajimaliza, unabakia mu mawazo, unabakia hauna vya kufanya. Tandisi ukikuwa naona mata kudistract nje utakuwa mzuri. En contre, unamlipa na wewe. Anatoka nje, unatoka nje. Lala nje na unalala nje. Bwana, siwe. Siwezi taweza toka nje mimi. Pole sana. Kama unaona uwezi toka nje. Unaona nakupigaka, unaona unateseka mama. Ungali kwa mtoto wa kwanza. Ya maana niko na vile utarudia kwa wazazi. Kurudia kwetu tena. Haiko nje wa kwanza mnazalia kwenu. Haiko nje wa kwanza mko na mtoto kwenu. Unaweza zala tu utakuwa bie kesho tena unajiretrouver. Utakia kufia mwivu nyumba. Ona vile ushakuwa mifupa, unabakilia tu kutumbo. Hauna tena kitu kingine uko nayo. Wewe ulikuwa na tentire ya mzuri ushafanana sana unatoka majifu. Masheri, shwe na bakia kwako. Wanje utangalia ya kufanya. Kama unaona hautaweza bakia kwa hautarudia kunyumba, toka nje. Kama unaona hautaweza toka nje, rudia kunyumba. Vraiment utachagua. Juu kwa maisha mtoto wa mtu one vile ulishaku. Unaanza vile ya kuchuya, one vile tushaku. Unajua? Bwana Koiko. Habari za masiku? Approchez papa. Tu approcher. Bari ya masiku. Siku sawa. Nasa kwako? Salama tu. Bari za mama kwa mwingine. Mama yuko pale. Bon, maisha vile iko. Ni moja anaenda kwa veki. Ndio. Bisha kwa hivi vile vya vikunjia hapo bishi. Ni ile mchana tu wanafanya tunachunga tu mao. Mwisho wa nane ya mwaka ndo wanagabula kali. Kama mwaka. Nilisikia mamako ananiambia uko na probleme mfua yako. C'est quoi au juste? Tuko bien. Tuko bien. Chérie, tuko bien. Toto yangu unapasha niambia kweli, mimi ndo nikuzalaka, mimi ndo baba yako. Niambie kitu gani munafiaka na bibi yako? Mage mama kwa nidanganya. Papa. Nilibambia kama mzuri. Avant nife mariage. Nilikuwa si yakuwa wakuoa. Kama hivi vyote vinatokea ni juu yenu papa. Njoo vingepashwa kuwa. Unasema nini? Hauwezi kufuata haya kusema ile maneno mbele yangu. Uniambia unakosa nini? Amani ya roho. Amani ya roho ndio unakosa. Na kusomesha na kupa mwanamke nyumba kama sasa mimi nakupatia. Lazima umesema mzuri. Unanipatia mwanamke, mimi sijitafutie mwanamke. Papa siko mzuri, mimi siishi mzuri. Akili unazania kama kumaliza ba musika yote ya mwingine ndio kwa mwanaume?
Na kuregrete sana. Na kuregrete sana. Kijana sio katabadilika kaka. Naomba kiana wangu complete. Mungu wangu. Manake hali ni ile ile. Sasa unatoka kwa yeye anasema nini? Mara Petro. Mungu tuna maombi. Mimi nadhani mtoto namsomesha, mimi nadhani ndio kuwa na akili. Kumbe masomo haishi mtoto ujinga. Hakuna baba. Hakuna baba Petro. Mungu atatusaidia. Mungu atatusaidia juu ile mtoto. Sijue na mimi shanipita akili. Manake hakuna hata solution inatosha. Kama nisha kuambia kana solution katika maisha. Mungu. Sasa unaona tutafanya nini? Mpango tu ni kuangalia tu. Basi tupatie Mungu. Tupatie Mungu wakati. Na siye fundishwa na wazazi, dunia itamfundisha. Mepamona kupatia Mungu wakati, naomba tuangalisa vile wazazi kenye tutafanya juu ya mtoto. Tufanye kikao juu ya watoto. Bila shauri ya wengine tutaweza. Mimi na wewe tutuweze. Tuko na washauri wengine tupatie kwa mawazo. Basi, mimi nilikuwa naona, nilikuwa naangalia kama tunaweza jikaza. Turudie tena kule kubeli familia yetu. Tuangalie kama bana wao wanaweza kutusaidia na nini. Juu watoto ni wetu sio. Upime ni ya muhimu. Ya muhimu. Sio baba. Nimeshaomba tu kia. Hakuna kitu. Mtoto namsomesha. Nadhani ndio ujinga taishi. Kumbe kusoma sio ndio ujinga kuishi. Nilikuwa tuende tuongee kitu. Sikia chérie. Mzee ndio problème yangu ni nini? Na pourquoi kwa nifanyia hivyo yote mwenyewe? Pourquoi j'ai changé moi mpaka moi niveau? Pourquoi hivi? C'est quoi le problème au juste? Umemaliza? Juu tumeona umetuongeza hii. Hivi zingaleza para tuoneshi. Hautasikia fujo mfwae. Si tena ndio tunakuwa sasa olisi ndio batuigia kwa mfano wengine. Chérie. Tu sais quoi?
si une fois vyote vinakuwa, je dirais que ni juu yako. Hey, juu haunge kwa motomoto mariage kwenda mafamille huku na huku kwenda unabaingia masikio hivyo tabinge kwaka. Je t'avais dit bien. Ni kwa si afikie le wakati ya kuoa. Et puis kama ulipenda kwa nyumba njoo huko ndani. Usiseme vile chérie. Parce que bunyumba yetu si wewe tunapaswa kutengeneza. Sisi tunapaswa jenga bunyumba yetu. Eh? Et voilà. Bunyumba njoo yuko ndani. Et puis unanikuia niko na napenda tuongee. Njoo litakaka. Chérie. Tu me trouves comment? Niko na invitation. Koko niko naenda ni invitation ya anniversaire ya rafiki yangu. Itakuwa busiku. Kisha au moins 23h. Donc tunaweza soit kulala kule vile. Alors njoko niko naenda. Ouais, moi qui aime je parce qu'il y a une invitation de 2 personnes. Ah, hapana. Fete yenyewe ni ba garçon tu na ba papa. Donc hakuna ba fille wala ba mama watengia ndani. Ba garçon na ba papa tu. Ouais, ça mbio. Moi 15h na fete tanza 22h. Oh. Kuko rafiki yangu mwenda pitoa kwanza. Cha mpitoa na tunaenda direct. Okay. Bye. Iko ndani. Tunaweza onana mimi Karibu ndani. C'est bon, merci. Karibu. Bisous. Isa lagi. Kalau nak cerita Syah kuat you sana. Maaf Isa. Isa lagi. Isa? Pedro, mko na kuru bila problem yote. Ndiyo. Mais tu te sens comment ça unabakia na mwanaume mwenyewe donc ya kuconsidérer hata kidogo unakamata si comme si uko envorie quoi. Pourquoi ça? Ni bwanangu. Bien sûr, ni bwanangu mais hiyo kama mapenzi na kwa réciproque, tu vois ça? Kama mtu anakuconsidérer donc ça veut dire que na wewe utamconsidérer de plus, tu vois, pour que mu avantage. Na comprendre. Na kitu moja nilikuwa nakwambia donc najua ni kuya nayo sahihi na precision ni que feza umaisha yako kuna donc yuko na besoin ya mtu mwenye kusamia. Ça va?
mwenye atakupenda donc mapenzi ya dhati. En plus mwenye atakuswanye. Je comprends ça mwanamke mmoja kwa na ngara, tu vois ça. Unakuwa toujours chic. Unapenda vitu ya mzuri sana, tu vois ça. Mais pour le moment, je vois que santé n'a pas médiocre ça. Mais ukinizogelea mimi najua vitu vitakuwa bien. Pardon. Kade nakuheshimia sana. T'inquiète. Mimi naona iko sawa, unataka panique usipanique. Parce que vitu mimi na moyo wa mimi peke, ça va? Na comportement yake iko kushanje. Donc iko pale. Marankari zake zote mimi nazionaka feza, ça va? Na niko mwanaume donc mwenye mimi nakuheshimiaka. C'est pour cela kama niko na besoin donc nikusaidie nijue ile, ça va? Kade. Mais utanipa raison hapa sasa hivi. Sina besoin ya msaada wako. Pardon. Donc unafurahia maisha kisho kwa hivi. Niache vile banduku Kade. Sitaki mwanamke mwingine mweneza oa. Pourquoi mjisikileta haya? Faisant c'est parce que mimi nakuyua mtu anachagulaka mtu donc mwenye unayua roho yake. Mimi najua roho yako. Huko mwanamke mko na patience. Ça va? Na biote Pedro kwa kufanyizia niko na biona tu. Il faut nikusaidie Faisant. Niko na besoin yako. Kama uko besoin kunisaidia, ongea na rafiki yako changer comportement kwa ndani. Sawa? Mais kusema sasa unanisaidia shoka nipenda, vraiment pale hapana. Pale umevuka mipaka Kade. Unavuka. Kila mtu anajitafutia maisha, sawa? Na utanipatia raison siku moja réfléchir utawaza kama Kade yuko na kuna nido. Sawa? Mimi nakuacha tu réfléchir. Sawa? Na kumsho utanipatia raison utakuprendre kama Kade wa maana kwako. Kwangu utapata kila kitu. Sio yote ndio mwili yako inastahili tendresse, tu vois ça. Unaweza niambia ulala wapi? Niko na kusemesha. Unaweza niambia ulala wapi juu ufike saa hii ya 7h? Nisha kwanza mumu. Ni salutation wala? Kwa bila salutation. Nifike nipige hodi nikose na wakunifungulia. Niingie mnyumba ya kwanza nilala wapi? Inatosha Pedro. Inatosha. Kama nishindwa unirudishe kwetu. Kama unashanichoka nirudishe kwetu. Niko na droit kuja kwenye ulilala parce niko bibi yako. Uko nasikia? Unaweza niambia saa hii ulala wapi? Niambie kwenye ulilala saa hii ifanye nijue. Inakuwa nini? Okay. Réponse ndio ya ulizo yako. Nililala mubare na fie mwenye ananistahili.
imeniishia yako tu nikwe kutafuta. Pole mama yangu basi. Vuli imeniishia yako juu nikwe kutafuta dada. Sisinzie. Mimi nishaishwa kwa mtoto wangu Musika wangu jasho inakutoka. Niliwaziaka kose mtoto wangu akifika kwako kutakuwa kashaji. Inaganga mtoto wako anasumbua mtoto wangu. Nashindwa kama mimi nifanye nini. Si yue kama mtoto mwenyewe mnamshauria kabitu gani kabisa. Nashindwa. Bilishakuwa kabana. Mtoto kila siku ni machozi. Bajirani wananieleza mimi nashindwa nifanye nini. Si yue kama nibieleze aye. Mtoto aliolewaka kwako nikiwazia kiana wakatabadilika. Mimi mtoto napenda tu ni hali. Na kwa watu wakupenda dunia. Naishiwa sana. Tia kama unaviona nifanye nini? Vinapita mimi nishachoka kabisa. Siwe kama ndafanya nini? Nishachoka. Mama, uko mani na wangu. Uko msasi mwenyewe. Sasa nilitoka hapa inde na kile kenye Mungu alinibariki nacho. Nikakia bisha langu kwako. Ilikuwa naangalia kwa mama mzuri, fio wako ni mzuri na mkaza wangu hana shida. Sikuwa ninajua kama Petro zile tabia zilishaendelea mama. Mungu wangu. Huyu mtoto nimfanya nini kweli? Ila mzazi mwanangu. Sote tuko wazazi. Tuko wazazi lakini dada Tanju na wewe sasa mpaka siku gani? Mama yangu, unajua mtu ajizalake. Nilifanyaka vyote na vyote. Kiana hapende oa nikiketikisha mtoto kaoa kabisa tukabasikilizanisha. Sasa ona mtoto anakuwa tu gangi. Haezi uzekeamu. Haeziweza mtoto wangu haeziweza. Haeziweza. Unajua kama sisi tuko wazazi atujizalaki. Tunazala watoto. Tunazalaka watoto lakini atuzalake tabia. Si atukukomala hivi sisi watoto wetu leo wale wako na komala. Ule kiana wangu hakuna ngisi siyafanya mtoto. Kumbi tena hali iendelea tu kule. Ila mimi nakuomba mama unisaidie ndafika kwake. Wala ndamuita hapa ndamukokota tena masikio. Unihurumie tu mzazi mwanangu watoto wote ni wetu. Unaweza niachie amani. Upi nafasi Petro leo kuna nala humu wote nafasi. Inakuwa nini mwa hii nyumba? Inakuwa nini? Niko mtoka kazi humu. Unaaka shikupa pambako mwa hii nyumba kuna toka na rudia na niona natoka na tena niona. Leo hautatoka humu. Wewe nani? Mimi bibi yako mimi nasema hautaenda nje leo. Uko nalala humu. Hautatoka humu. Unaweza niachilia nini? Sitakuacha. Fiche-moi la paix. Okay, nikisema napenda niseme. Petro, unanisawa? Baby doll. Pedro, movie hakuna. Niko najiuliza tu kama atafika saa gani niwahi. Bon, normalement Monsieur Zefasi ni woteketeke. All right. Voilà qui arrive. Mesdames et messieurs, voilà Sila. Pedro. Wow. Acheté. Pedro. Baby doll. Sila. Ça va? Yeni Pedro. On gère mon dengue bien. Donc ni sentir quoi là. Ça va? Ça t'as niambia yote donc ni comprendre kama. Sunaya wapi? All right. Baby doll. Regagner votre place là. Ça va? Ok. Yeah. Baby doll. Pedro! Ouais, Tomiga kazi. Hein? Bye. Ça va? Ok. Bye.
Sila? Alright. Hey, Vitoli. Hapana, sitakunywa. Nilikuwa nishakunywa. Hapo? T'es belle. Merci. Dis-moi un peu. Unaweza niambia chanzo ya uzuri wako? Basi ile question unapaswa kuuliza ndio mamangu ndo anajua vya vile. Basi mimi maki Mungu ndio vile tutalipenda. Asa jwani na uko mzuri. Njo niko mzuri. Kisha mama kana mimi juu niko mzuri. Umenitrishia. Ndakutrishia. Siwezi. Mimi najiamini hapa sana. Ulikosa tu. Niambie kwanza. Unajua mimi nafurahi sana. Mimi nafurahi sana. Wow. Unishinde paski uzuri yako iko sawa malaika. Nimekuwa naambia ko la Bible wa Bogoma c'est vrai inajionyesha. Sikia. Basi. Maana unaona kama niko kushinda kweli. Sikia. Est-ce que je peux? Najisikia mzuri sana. Kwa najisikia saa kitoto ya ndege yenye iko mchicha. Najua mama kina iletea kamwinzi kama mayonnaise ya vile. Kweli. Nafurahi sana. Sila. Unajua kazi kabisa. Kweli. Ndio. Sila. Unapenda bibi yako? Ndio, mimi nampenda. Mais c'est pas à dire que Dieu mimi nampenda kanjo niko mu prison. Ndio iko pale, mais niko huru kufanya vyenye mimi najisikia. Uzani ni wanaume lakini mnapenda tu mwaribishane. Sila. C'est pas à dire que mimi napenda nikuharibishie. Mimi nakutaka sana. Na hakuna kitu yenye inaweza tuchonganisha. Sila. Dieu iko pale, mais ukijua ngizi tuliowanaka, huwezi comprendre. Mubanamuke yote ya mwi dunia. Sila, ushanifurahisha. Kweli. Ndio. Okay. Sawa. Kubana ni uzuri. Lakini kubana inakuwa kama mbaya. Tu sais faire ça. Baketa banamuke yote ya Muigoma. Wala tukamate basi hata ya RDC. Est-ce que vous connaissez ça? J'ai bien constaté que niko na wewe c'est parce que ulikuwa unajibanisha kumie. Na ndio mwile mibano ya kwenda unajibanisha kumie ndio bio kwa sibire leo. Ouais.
narudilia kila siku na nilikwambiaka ki nilikuwa si kwa wakoa na mpaka leo si kwa wakoa. Hivi unaendelea kubana umu aye. Femme de quelqu'un. Et puis kunichafulia jina. Unaenda unajitangaza. Bwanangu ni Pedro. Et quand je passe, wanake na feza komala. Moi je trouve pas ça normal. Feza oui. Nimeshafanya njama yangu yote. Juu ache kunibana. Juu nitokee. Isha shindikana. Mimi natumikisha hata na rafiki yangu akuye kukutante. Profike nijifunikie ile infidelite. Nikufukuzi. Mais bikashindikana. Parce que hauna ile ari ya kuatiri mwanaume. Ça va, chérie? Ça me manquait sana. C'est parce qu'il y a un manqué dans mon kichwa. Donc, idéologie, je vais kuambia arrête ça avec Pedro, ça va? Sipendi tena umuone tena parce que tushapata vitu vyote unatafuta, ça va? Alors arrête ça, s'il vous plaît. Donc, niko na besoin donc tukutana na mwambie réalité yote donc, ça va? Kwani? Ouais, parce que on a besoin de francs. Tushapata. Alors, chérie, unajua wewe vraiment tia pata mwanaume mwenye iko na akili sana. Mimi kibamba. Kweli? Nelson Kadem Pia. Chérie, make nilifurahi sana 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 sana. Funga kwa macho kwanza kidogo. Tena funga macho. Allez-y, fungula. Chérie, merci. C'est ça. Sila. Oh, Pedro. Voilà, y arrivé. Non, oui, t'as tout sur l'eau. Cadet. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Et mon ami, il y a madame ici là. Si là donc, quand on va comprendre que Pedro, ni mwanamke mwenye anapenda sana. Ça va? Et puis, ikizani hapa inakurapelena na kuambia kitu moja hivi. Jikali sana arrêter. Mapenzi na sisi sasa. Sawa? Sila. Mad. Arrête ça Pedro. Mimi nasema usitake tena jina ya Sila. Tangia leo donc, ça va? Parce que nilikupresenter à Essa mie pe. Ça va? Mais alors mimi na retirer parole mimi nasema arrête ça, s'il vous plaît, ça va? C'est pas l'idée. J'aime Sila. J'aime Sila. Alors moi, ma belle, c'est Sila. T'inquiète pas. Pedro me commet que la moussa kachana. Mon ami est pas. Partez à la maison. Tout comme tu as dit, merci. Vous êtes parti à l'année. Ça va? Ça va? Cadet. C'est ça, savoir que vous me faites ici. Oui. Ma chérie, il n'y a pas de
nasikia niko bien, kupango shina tembea, kwa kula, kwa najibele. Vraiment tana mimi naonesha kuwa bien, on va revenir de nouveau. Mimi nasikia vraiment bien. Unyumba. Unyumba nasumbua sana. No, wewe useme njoo, niliangukaka mbaya. Hapo kila bwana wanakuwa vile masheri. Unyumba ni hatari. Na tena nakuwa bien masheri. Kula kwa kuna mbona ungekufia Mungu. Yes. Ok, c'est bien, mais avec le plan de l'unité, il y a que brancher à côté moi hivi. Il va trouver une société moi le connectis. Il est société ni bien internet. Ça tu peux trouver na carte moi ndio ma carte chukudu. Nipenda ni kuinteresser parce que mimi naona nashinda kunyumba au fake kitu. Na huko na mashamba deja. Kama unaweza tunajiunga pamoja tunakuwa kwa marketing amu, unakuwa retrouver mimi naweza ni mzuri. Chapa mimi nakupendaka wewe. Vraiment unanisaidia sana. Nilikuwa nataka chini hapa ni seri. Na kucheza na mtoto, ndio tumejiko kisha bakilia ni. So na siko tena ziko na besoin hata ya bombo, hautalilia mama, utakuwa besoin ya mafuta. Leo bafia mingi anaanza jilancer kutafuta hata papa watu juu. Aone bila taishi, mais ukitumika wewe peke itakusaidia ufanye nini? Utoke matentation zimwa hii. Na mtu ajua kesho Mungu anaweza kutumia mtu wa maana sasa. Basi kale nikamutu. Dada. Mimi nakupenda sana, uko rafiki wa Mungu. Pesa. Baki hapa kesho sasa bakeni kama mtashime sipaju. Usijani mashirinda kuya. Unaomba tena nini Mungu mkwaze? Kazi uko nayo, mtoto uko nayo, uzuri unaongezeka. Kaka. Didi Scott. Ça va? Mtoto naye wa ndugu, iko kiburi. Babaki. Wewe ndiye. Pado kaka. Uy, ¿qué se la cuenta? Hasta cosa que la máquina Yango. Kilibeba matabia yote ambayo babaki kitoto. Huyu mtoto kuna kiburi. Mbona unaweza nifanyizia uzoba ya hivi? Kade. Tena fera na sila. Putain de merde. Bana kwa nilipokea vile. Mimi siko petit frère yako. Ama siko nani siko au ufeza Mungu anafukuza hivyo hivyo. Sawa. Sawa unaongea na mimi uko unajua kama uko unaongea na rafiki yako. Kade nikwambia kama Sila ni mwanamke mwenye siwezi acha. Alo, na mimi Sila ni mwanamke mwenye siwezi acha. Na kama napenda ninyonye na hata nyumba kako. Yuko na ndio uko na tumaini Pedro niko mnyumba. Ama niko fast. Ushafika kwangu? Si unaangalia hapa. Alafu ndanyonya na hivi. Kade. Nikwambia kama mimi napenda Sila. Na unaacha mimi nafukuza hata na feza bibi yangu. Juu ya mwanamke Kade. Kumbuka uko rafiki yangu, tulisoma pamoja, tunakomana pamoja, au zinifanyizia vitu vya mind haiko moto, akili haiko moja. Sawa? Mimi niko sawa, sawa. Na instead anapaswa réfléchir gisi ya kupeleka career yake mbele. Hapana ku réfléchir sawa wewe. Kuna kiona mwanamke na wewe kwa tayari, sawa? Ngoja aventurier, fanya aventure ndio utaweza. Sawa? Et nos applis ya kuzogelea si. Ile ndio kama unapenda kuwa rafiki yako, usizogelee tena. Toka siku za mingi. Basi tumekaribia. Nilikuwa nakia kukuona mke mwenzangu. Juu ya ile shida tu ya watoto wetu. Nikia kuya kuambia gisi kiana yetu kwa neema ya Mungu. Ile siku ilikuwa hapo nyumba nikakwambia tuendelee kushauria watoto na kuwaombea. Mimi naamini kwa kenye Mungu atafanya. Kweli kwa leo nimeona tena changement ya kabani. Manake mkwe yako kiana wako kwa nyumba hatoke. Ile yenye tulikuwa tunamuyua yako stare vitu vimebadilika vyote. Vraiment alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu amenichalia neema. Mtoto amebadilika, hatoke kunyumba, asubuhi midi magharibi ni machozi kumachozi, mtoto yuko nalia saa mtoto. Juu ya kutafuta mwenzake. Iko nasusia bibi yake arudie kunyumba. Mama yangu amekuwa reconnaissant kwa Kenya alifanyaka. Na sasa vile bazazi hakuna mwenye badilika yake msasa mjangu. Mtoto alishabadilika, alikuwa aomba msamaha kwa nyumba akasema mama nimebadilika. Niko na lazima bibi yangu tuikale tena, tuchenge familia. Tumeona nzi tumewachokesha.
Ndio nilikuwa nasema nipie kwako mzazi mwanangu. Vraiment si ndio wazazi. Mtoto tunaona huyu amebadilika. Amebadilika. Ile tu ni majema zake habadilika. Amebadilika mama. Mtoto amebadilika, haisibadilika mama. Siwezi kujua musika na kuya kwako ulionaka ginzi kabisa. Kusema kwanza baoane ginzi mtoto alitupeleka kakatupeleka paka mgeni pa. Mariage wakaoana. Mimi najua. Mama, mtoto anafika kule na kwa saa vile kose. Haiko hata mtu. Amekuwa saa vile ni sumu ndio inaingia kwake. Yote mimi najua. Musika na kuya na mimba. Amezaa, nimeuza kila kitu nimeuza. Ndiye peki. Mimi najua machungu inazidi dada. Sio mimi najua. Nimeuza kila kitu cha mtoto cha mamake chakula mpaka mtoto anakuwa na mwaka mwana. Pole kwanza. Sio mama. Kisha eti mtoto amekuya amebadilika. Mie huyu anifa nitike si mtoto wake amekubali. Amebadilika. Yeye mimi nakwambia mzazi mwanangu napenda tu mtoto wangu ende teseka mama. Haezi teseka. Yeye mimi nakwambia ni kweli ya Mwenyezi Mungu. Mtoto wangu ametulia zaidi ya maji ya mtungi. Hasa mie tambia mzazi mwanangu. Nione kama kuko wewe itakuwa bien. Tuikarisha msika tumwambie ndakujibia. Bitawezekana mzazi mwanangu. Kwenye kulikuwa penzi, mapenzi na nguvu kushinda mtu. Kwa kulikuwa penzi na kumetoka mtoto. Damu moja nje. Na akarejeza roho. Bwana yake amebadilika. Lakini sijue mtu yepeke kuendelea huko. Ule Mungu alimbadilisha na ni kweli yeye. Nije pekee nileta unisaidie. Unajua si ba mama ndio tunakuwa na neno ya kusema mjamaa. Si ba mama ndio tunakuwa na neno ya kusema. Najua familia imesirika, bashangazi, babinamu, mzazi hata amesirika, lakini mimi nashuka sana vile mzazi mwanchako unisaidie mtoto tena aikane mzazi. Fika kule kubeli familia yako, juu ya kwenda kukusemea. Niangalie kama wanaweza kukuhurumia tena, bakupatie mwanamke. Lakini hakuna familia yote ilikatala. Ilala chini. Hakuna ngisi kunegosie, hakuna ngisi kumbebeleza. Nikaongea na familia, nikaongea na mke mwenzangu, kila kitu kikakatala, mtoto wangu kikakatala. Unataka nifanye nini? Kungambo wengine nilimupa rezo. Kungisi ule msika alitoka kwao. Mimi tunaenda mkuowea, ona chimwana msika kila mtu kunasema ndio. Leo ende angalia mtoto wa watu. Nani mzazi mwenye angia kuile betize? Na ile yote tulikwambia mtoto wangu niko na yeye hapo sasa zingine tukikuoea utatulia mtoto wangu nini ulishaka angalia mshipe. Na hii meza bakaivalisha kikwembe utatia kolicho. Wewe macho yako unakuwa macho namna gani? Ishabadilika. Hapana. Sasa kwa taarifa yako jamaa ilikatala. Hii magoti yangu nilipiga chini. Nikalia mbele ya familia mbele ya mzazi mwanangu kaambia wewe njoo mwanamke mwenzangu. Ninaenda kukusemea sana mtoto wangu. Uchungu wa mwana haijua mzazi, haijua mama. Hakuna ngisi sikusema Petro juu yako. Lakini leo wewe unaleta hivi vyote. Leo unaweza regrete. Tumbo yenye ukosha kuwa nawe mtoto mwanamke alikuwa amekuankadre bien. Vraiment le mkazana wangu Mungu amubariki. Mama, Feza ni mwanamke mwenye siwezi ishi bila yeye. Ni mwanamke mwenye alikuwa ananipatia heshima yangu. Ni mwanamke alikuwa ananipa heshima yangu. Mama Feza ni mwanamke mwesiweza ishi naye. Leo njoo unaona thamani ya mtoto wa watu. Leo njoo unaiona. Nauliza leo njoo unaona thamani ya mtoto wa watu. Kuniaibisha mfamilia hivi ngizo unaniaibisha. Leo kuko watu wenye hawajui kama wewe unatesa mtoto wangu, kama mimi njoo mama mkwe mbaya. Mwenye ninatesa mtoto wa mwenzangu. Haiko mimi napenda Feza. Ni mkazana wangu mzuri. Isipokuwa kuzala yenye mtu ajizalake kuzala mbaya. Sha mama siwezi ishi bila Feza. Mama hauna hata haya. Kama na uko masiki. Leo sasa chifalie. Nikuone chifalie. Ona ngizi leo huko. Ona sina kwa kukulalisha kwa leo. Sina chakula kukupa. Chitafutie tena bibi yako kwa neema ya Mungu. Mimi mama yako nakutakia razi. Wende. Kwa neema ya Mungu akakukubalia haya, hakukubali. Lakini kenye nakwambia kwa taarifa yako jamaa ilikatala. Okay mama. Hapana. Nenda ndamwangalia na ndio na mimi. Wende uongee naye kia kufanya nilikifanya. Merci mama. Ona ngizo unanyoroka na nichenga mimi mama yako.
Inanichenga mtoto wangu Petro vrema. Ona ngisi leo unakuwa. Asiyefunzwa na wazazi, atafunzwa na dunia. Nilifikiria kukuwa wewe utakuwa mtu mzima, kumbe utakuwa umbwa hivyo mwanaume. Kunifezeresha Petro mtoto wangu. Mungu wangu nisaidie. Habari ya maina yetu? Ewa iko bien nae. Nabishanga byangu. Tu vile wote basi. Sababu na sikule kuzako isiku unanimanke. Komplement kweko unajua. Ndo dadako kwa nazinipa. Karibu sana ujisikie huru. Starida. Asina huko za kwenye namna gani? Tunamshukuru Mungu tuko tu. Bofu, mimi naona kila kitu kinaendeka sisi. Meki siku kabisa. Basi kwa vraiment sauf tout. Mungu anasupport kitu tu. Ndio kwa tofauti. Bofu kuko siku nilikala na Petro. Alikima nielezea situation yenye alikuwa nayo huku na bibi yake. Kanambia huko vitu yenye aliendeke sasa sio kama tunaweza ikala kusudi tunaweza kujadiliana kifamilia, tunaweza kufanyia ka reconciliation, tunaweza kurudisha ule msika kwa bofu. Moi kichwa sana. Laisse-moi perdre temps c'est ton bofu wewe uko wenjo kichwa na wewe baba tunapaswa ikalo sikie kwanza yeye dadako atakuelezea mambo ya ndio situation iko basi ngisi unaangalia tu hali na vile kwa a partir tu ya des ordres à Petro mwetu bunyumba si hatuna salama kaka yangu. Unajua si mama bibaya njoo vinakuwa kabietu vizuri ni vya nyeba baba kibaya njoo kinakuwa kwa mama hayuelea mama hayuajibisha. Mimi nilishazunguruka kaka yangu, nilishapiga maturu na maturu akose mara 3. Niko nenda pale kuboko yetu kubaolilia bahurumie mtoto ashabadilika, aisha shanje, hakuna kinya kibadilikake, bamrudishe mwanamke. Mami na wangu alikatala, familia yote ilikatala kaka yangu. Mimi siwe nifanye nini? Mtoto nilikuwa namwambiaka kila siku, hakukuwa ananisikia. Sasa leo tufanye nini? Sasa leo na baba yake alishanitupia bado, aisha niachi. Sasa dada, nimeikala kabisa na Petro, nimeona ameshajirudia kabisa. Nimemshauria kitu ya kutosha sana. Tulikala naye muda karibu wa saa 6. Tuko tunaongea juu ya hii jambo na nikamrekebisha, nikamrudisha ile matabia yake mbaya mbaya ya kuzurura ya kufuata vitu ya kufanya vitu vina maana, atukane mrepare. Tungelikala sawa vile jamaa. Sunono ulienda kwa mwenyewe. Umeikala, umeongea nabo, hawakusikia. Akipetete tukekala jamaa, tunabaendea, tutaenda tonengizia kurepare nabo, batatuitikia kurudisha ule mtoto mwanamume. Tukaacha huyu mtoto hapa hivi. Si atatusumbua. Leo atakuwa na huyu kesho na baba hata mimi peke mzazi sina raha. Wetu anaishi stress. Tujikaze tonengizi ya ukutana shie wote tuite mashangazi yake, hawake muloko tuikale, tonengizi ya kufanya reparation. Twende turudishe mwanamke. Sili sashi hata kusema kama tunaweza tafuta hata mbuzi ya kwenda kurudisha yule mwanamke, tumrudishe ukiana na asibakie mbarabara. Mungu atusaidie kaka yangu. Basi na wewe mimi nachoka baba, mimi nachoka. Kwa kweli nishangalia na meshajima kiana wangu amebadilika. Me belle famille yake haitiki, haisamini. Chuku mateso vraiment yenye ukiana wangu Petro alipitisha mole mtoto mwanamke. Faida ni mwanamke kweli alivumilia. Kumateso alimpitisha amo ile jamaa vraiment iko na rezo. Lakini ile yenye unasema anko. Basi kaka yangu, tupime tufanye ile hatua mimi unipeleleze semeki yako. Tu yeye kabisa hasikia nisikie. Maana ya partir mtoto aharibike, akwe mapepe. Mie mama ndio sikujua funza, mie mama ndio sikujua kalea, manake humu hamuna salama. Najikaza naomba Mungu hakuna kitu. Najikaza nwenzi ya kukala na bofu, tukishikala na bofu tutafute solution. Ndapima mbembeleza tuikale tu. Mimi najua nakusikiaka sana. Najua kama Mungu atasaidia. Itawezekana. Kaka yangu sina raha. Basi, nikupokea vile. Sina raha ya uzazi. Asema uzazi ni uzazi tu. Ukazaa mbali. Utalea ukazaa mzuri utalea.
Approcher? Timothée. Ah, Pedro de Pedro. Ah, ni aí? Ah, safi kabisa. Ah, mon cher, unajifaa sexy sana. Approcher. Pedro, ni sawa? Ni sawa. Baka kunyumba. Ah. Pedro, shefi. Ndio. Karibu. Nishakutangulia. Chérie, heureusement que uko pale. Alors, tukunywa nini? Ah. Fongola masolo. Ok. En fait, tuletea hapa juste tuletea bouteille mbili et aussi Dieu vous permettre rapidité kama transport. Mais attention, unajua jinsi ni hapa karibu, usiende nakupatia juu kuwe souple. Sasa hivi mimi nataka. Okay. Sawa. Transport ya transport. Jo ile unaangalia musansi ya kuencourager mtu jua kuwe souple. Motivation. Motiver kwanza. C'est ça. Je vous fais vivre. C'est ça. Alors, voilà, c'est ça bari ya bajou. Ah, hatari kabisa. Timothée. Siko bien. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis Feza ende bibi yangu niko traverse etape ya mubaya mu maisha yangu. Sijue Timothée, shakia jikutana ki siwezi weza ishi bila Feza. Feza ni mwanamke mwenye nilikuwa nataka. Voilà. Bon, parce que t'as Kouliza, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Mais heureusement que on peut me reconnaître que il faut nione kama pasha partager pensée yangu. Tu sais quoi, Pedro? Ginzo ko reconnaissant que le mukosiaka. C'est ça ce qui compte plus. Et ce qui est plus important encore, ni kwenda sa famille est juste nomba huruma. Et en plus de cela, il y a maana sana kumuona en particulier yeye parce que yeye ndio mwenyewe anajua jinsi ulimkosiaka. Timothée, Feza ni mwanamke mwenye nilikosea sana, nilimtendea kinyama na wewe piki unajua, ndaweza yeye kumomba msamaha. Pedro, uko mwanaume na l'essentiel c'est quoi? C'est parce que on a reconnaître kwanza ulimkosiaka. Na ile deja iko pa ya kabambi sana juu muombe huruma. Parce que ngelikuwa ureconnaître kwa ulimkosiaka, hata ufe nini hawezi parvenir kumomba huruma. Mais avec ça déjà je pense que uta parvenir toujours comme convaincre parce que uko conscient que ulimkosiaka, c'est tout. C'est ça. Ndajaribu, mais sije kama vitawezekana. Chwe visiwezekana. Ya maana kwanza ni reconnaissance, on a reconnaître kinzulu mukosiaka, c'est tout. Basi.
Karibu Feza. Feza? Maman, pourquoi la chef va tirer Pedro inquiet où? Hein? Feza, mimi najua kama nilikukosea sana na nilikutendea kinyama, na ndio kosa ni kosa, lakini kutubu ni kuacha. Feza, mimi nakupenda na nizipenda tuishi na wewe Feza, turudishane Feza. Kama nimeukia hapa nishu nikumbe huruma, nimekia nikukumbe huruma, turudishane. Nimezunguruka Feza, roho yangu haiko bie. Nakumbuka Feza, tusichange damu, tusichange watoto Feza. Mama. Mama. Napenda turudishane na Feza mama. Mimi nataka turudishane na Feza mama. Mama. Niombe huruma mama. Mama. Dada. Dada. Makufanya. Nishabadilika mama. Napenda turudishane na Feza mama. Feza. Eh Pedro, pardon. Sina besoin kusikia maneno yako. Sina besoin kusikia makelele masikio yangu tena. Hauyachoka? Eh? Benyosha nifanyizia vyote. Hauyatosheka mpaka unanifuata na kwetu. Dunia Feza. Dunia Feza. Kama nishadunia, wende endelesha. Nishakuachia wakati ya kufanya yako. Sina tena besoin kubaki. Sina tena wakati.
Pesa ndakufa pesa. Ina meza nakufa. Pesa. Sikia nikwambie. Koma na ukome. Sitaki tena nikuone mguu wako nafika hapa. Nishakuacha sikusumbu wake. Sikufuata tena kwenu tena. Sasa na ukoma. Mimi meza. Pesa unateseka. Unateseka pesa. Unateseka. Nirumia. Pesa. Siwezi bila wewe. Pedro.